Simba amepoteza mchezo wa kwanza wa mkondo wa kwanza kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane mabao 2-0. Sasa katika mchezo wa marejeano ambao Simba atakuwa nyumbani, anachokihitaji ni ushindi kwanza, lakini ushindi huo kama atapata ushindi wa mabao 3 kwenda mbele, kwa maana 3-0 na kwenda mbele, itakuwa na faida kubwa zaidi. Ingawaje kwa aina ya wapinzani ambao wanakwenda kucheza nao, kwa maana RS Berkane, kwa funga mabao 3 pengine mabao 4, 5 na kadhalika, inawezekana ikawa business ngumu. Kitu kikubwa Simba ambacho anatakiwa kukihakikisha anakipata ni kufunga angalau magoli 2 kwanza, alafu itifaki nyingine zitaenda kuzingatiwa, kwa maana ya mikwaju ya penalty labda inaweza kuwasaidia kuwavusha, au wakipata mabao 3 inawezekana ikawa na faida kubwa zaidi. Sasa basi, Simba uwezo kupata mabao 2-0, kupata mabao 3 ni kitu ambacho kinawezekana kabisa. Ikumbukwe RS Berkane wanatokea ukanda wa Afrika Kaskazini, UNAF, lakini Simba anatokea ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Na msimu huu Simba ameweka rekodi kwa maana ya timu pekee kutoka Sub-Saharan, yani chini ya jangwa la Sahara. Yani unaposema Sub-Saharan kwa lugha rahisi, hii ni ramani ya Afrika. Nimejaribu kuisketch hapo, hii ni sketching map ya ramani ya Afrika. Haya ni mataifa ya Arabuni, hayo ya Kiarabu. Huku chini kulikobakia ndio tunaita Sub-Saharan. Sub-Saharan ni huku chini. Sasa basi, Simba ndio timu pekee ambayo katika michuano ya CAF imetoka Sub-Saharan na imefanikiwa kucheza na mataifa yote ya Afrika Kaskazini, na tunafahamu kwamba mpira wa Afrika Kaskazini, mpira wa Afrika upo katika haya mataifa ya Afrika Kaskazini. Mataifa haya yapo 5. Yes, taifa ni Misri, kuna Morocco, Tunisia, Libya pamoja na Algeria. Naamini wengi tunafahamu, lakini kwenye kukumbushia tu kwamba haya ndiyo mataifa ya Afrika Kaskazini when it comes to football, na ukanda wao unaitwa UNAF, unatokea huko. Sasa basi, Simba msimu huu wa 2024-2025 ameshacheza na timu zote kutoka katika mataifa haya, ingawaje moja jamalizana nayo kwa maana ya Morocco dhidi ya RS Berkane. Lakini ukienda kuangalia dhidi ya timu kutoka Algeria ilikuwa ni Constantine. Timu kutoka Algeria, Simba alicheza na Constantine ya Algeria. Simba alicheza na Tripoli ya Libya. Simba alicheza na Masri ya Misri. Simba alicheza na Sfaxien ya Tunisia, na sasa ni Simba dhidi ya RS Berkane ya Morocco. Kwa hiyo ukienda kuangalia trendi ya hizi klabu za Afrika Kaskazini, ndio mpira upo, kwa maana mpira wa Afrika upo Afrika ya Kaskazini, na Simba tayari ameshacheza na timu hizi, na matokeo yake alifanikiwa akiwa katika ardhi ya nyumbani kupata mabao kuanzia 2. Zipo mechi ambazo walifunga mabao zaidi ya 2. Ukienda kuangalia katika kampeni ya msimu huu, Simba dhidi ya Constantine, Simba alipata ushindi wa magoli 2-0. Yes, Simba dhidi ya Ahli Tripoli, Simba alipata ushindi wa mabao 3-1. Simba dhidi ya Al Masry alipata ushindi wa mabao 2-0. Simba dhidi ya Sfaxien alipata ushindi wa mabao 2-1. Maana yake nini? Ni kwamba Simba dhidi ya timu zote kutoka Afrika ya Kaskazini, huko ambako wanatokea RS Berkane, amewahi kupata matokeo ya kufunga angalau magoli 2. Yes. Sasa basi, ukiangalia hii trendi, manake kituo kinachofuata ni Morocco dhidi ya RS Berkane. Matokeo ambayo RS Berkane wameyapata wakiwa katika ardhi yao nyumbani, kwa maana magoli 2-0, ndio matokeo ambayo Al Masry pia aliyapata akiwa nyumbani Misri. Sasa ukija kuangalia hii trendi ya matokeo, unaamini kabisa kwamba mnyama ana uwezo wa kupata magoli 2-0 dhidi ya RS Berkane, kwa kuzingatia timu nyingine ambazo zina mahadhi ya kufanana na RS Berkane, kwa maana ya nature, asili ya kiuchezaji wa kandanda ya Afrika Kaskazini, basi hao wengine pia wanafanana na RS Berkane kwa maana ya nature. Inawezekana wakapishana qualities tu kwenye 1 na 2, lakini nature ile asili ya kiuchezaji, strategies, mipango, timu za Afrika Kaskazini zinacheza mazingira ya kufanana
kwa maana ya asilimia kubwa zaidi kama sio zote. Hivyo basi hiki ndio kipengele ambacho Simba anacho, lakini matokeo haya yamekuwa yakitoa matumaini kuelekea katika mchezo wa mkondo wa pili wa marudiano dhidi ya hao RS Berkane. Lakini Simba hii tumetoa dhidi ya timu za Afrika Kaskazini katika kampeni za namna hii za kuhitaji matokeo mazuri ili aweze kuvuka kwenda hatua inayofuata. Ameshawahi kuzifanya huko nyuma katika kumbukumbu ya miaka kadhaa. Tukaangalia baadhi ya miaka ambayo Simba waliwahi kupindua meza katika ardhi ya nyumbani. Miongoni mwa mechi ambazo wamewahi kupindua meza Simba ilikuwa dhidi ya Nkana, ambayo Nkana walishinda goli 2-1 katika ardhi yao nyumbani. Simba alipata ushindi wa mabao 3-1. Maana yake hapa alipata zaidi ya magoli mawili. Mechi nyingine ilikuwa ni Simba dhidi ya Platinum. Simba alipoteza goli 1-0 katika ardhi ya ugenini kule Zimbabwe, lakini katika mchezo wa marudiano uliopigwa Mkapa, Simba alipata ushindi wa magoli 4. Ilikuwa 4-0, lakini on aggregate ilikuwa 4-1 kwa maana kule aliruhusu bao la Perfect Chikwende. Lakini pia Simba amewahi kukutana na Kaizer Chiefs na Simba ikapoteza mabao 4-0 katika ardhi ya ugenini kule Afrika Kusini FNB. Mechi ya pili Simba walishinda mabao 3-0. Hii hawakuvuka Simba, lakini walipata idadi ya magoli zaidi ya mawili. Ndio hoja yangu hapa, magoli zaidi ya mawili inawezekana kuyapata, waliyapata hapo. Lakini pia walicheza na timu ambazo ilikuwa tayari kampeni ya kwanza ilishamalizika huko na akaja hapa wakafanya vizuri, ikiwemo Nyasa Big Bullet, lakini pia wakiwemo Almasiri wenyewe. Ni kampeni ambazo Simba wamewahi kuzifanya na zikawavusha. Kama kuna nyingine nimesahau unaweza kaiongeza hapo. Sasa basi, so far tunapozungumza Simba maajabu haya kwa asilimia 99 wamekuwa wakiyafanya katika uwanja wao wa kujidai, uwanja wao wa nyumbani. Hapa namaanisha uwanja wa Benjamin Mkapa au Lupaso unaopatikana hapa Tanzania. Na ni uwanja ambao umekuwa ukitoa matokeo mengi chanya kwa wekundu wa Msimbazi. Inatokea baadhi ya kipindi hawakufanya vizuri wakiwa katika uwanja huo na waliomaliza mwendo, lakini kwa asilimia kubwa wamekuwa wakipata matokeo bora wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani. Na ndio kitu ambacho wanapambania sasa hivi. Leo siku ya Mei 18 Simba waliweka wazi kwamba kuanzia baada ya mchezo wao kumalizika kwa maana fainali ya kwanza, wataweka wazi uwanja gani ambao utatumika kwa ajili ya kampeni hii. So far tunapozungumza wanapush kwa nguvu ili kuweza kucheza katika uwanja wao wa nyumbani kwa maana uwanja wa Benjamin Mkapa. Hata jana Fadu Davids alizungumzia juu ya faida ya kucheza katika ardhi yao ya nyumbani. Na upande wa pili wa shilingi, leo jana niliweka katika session maalum, nilitease kwamba leo shirikisho la soka Afrika linakutana katika mkutano maalum kati ya CAF na European Union ambao wanafanyika kule Misri Cairo. Itakuwa majira ya saa 6 kwa saa za kwetu hapa Tanzania. Ndio mkutano huu unaenda kufanyika na Dr. Patrice Motsepe pengine anaweza kutoa komenti yake juu ya mchezo wa marejeano wa fainali ya pili ambao anatarajiwa kuchezwa hapa Tanzania. Kiu ya wana Simba ni kuona wanacheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Na ikumbukwe jana katika miongoni mwa mashabiki ambao walikuwa wakifanyiwa mahojiano kutoka kule Morocco, moja ya shabiki ambaye atakuja katika mchezo wa marejeano hapa aliweka wazi kabisa kwamba mchezo unaenda kuchezwa Amani, na endapo utachezwa uwanja wa Benjamin Mkapa basi itakuwa ni kitu kigumu kwao, wakiwa wanafahamu juu ya uwanja wa Mkapa ni uwanja ambao umekuwa ni mgumu kwa timu nyingi Afrika. Wao wenyewe ni mashahidi kwa maana wao kucheza pale na mambo yakawa tofauti. But so far as it stand ni kwamba CAF umetangaza mchezo huu utakuwa uwanja wa Amani, lakini tunasubiri kuona lolote linaweza likabadilika, kwa maana tunasubiri kauli ya Dr. Patrice Motsepe kama atatia neno, lakini pia tunasubiri kuona kauli ya Simba, wao ndio wenye mchezo wao, watasema nini. Hii ni Mzinga Sports, usikae mbali na jukwaa hili kwa ajili ya kupata updates nyingi kuelekea mchezo wa mkondo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika.